Naomba nitoe pole kwa niaba ya serikali kwa familia ya Chiko. Awadhi ni amana ambayo imeletwa kwa Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu ameipitishia amana hii kwenye familia ya Chiko. Familia ya mzee Chiko imekaa naye, imemlea. Kijana amekuwa, ameanza kufanya kazi. Amana hiyo ikaenda kwenye jeshi la polisi, nao wakamkuza, wakamlea, ndio maana wako hapa. Lakini amana hiyo katika malezi walienda kwenye dini. Leo hii tunao viongozi wetu, mjumbe wa baraza la maulama yuko hapa, shekhe wetu wa mkoa yuko hapa, na viongozi mbalimbali. Lakini pia katika majukumu yake ya kazi, Mwenyezi Mungu akaileta amana hiyo katika wilaya ya Ilala, akaipeleka Chanika. Tumesikia wananchi wa Chanika kupitia viongozi wao, mbunge wao, watenda kazi wengine Chanika, wakieleza amana hii ilivyotumika vyema duniani. Na mimi nimeshiriki kuonyesha amana hii pia haikuishia kwenye familia, ililetwa kwetu kama wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, iliweza kutumika vyema. Hapa nilipo tunao wajumbe wenzangu wa kamati ya ulinzi na usalama. Naomba nyote kwa pamoja, naomba tusimame. Waliokuwepo mbali tupunge mkono. Hii ni amana ambayo ililetwa kwetu. Kwa mara ya mwisho wiki iliyopita tulikaa kikao na kamanda Chiko alikuwa miongoni mwetu. Ilikuwa ngumu kwenye grupu letu kuamini kilichotokea, lakini bahati nzuri sote tunaamini kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila amana inayoletwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wao inafika siku anaichukua. Na kila amana inayostahili mbalimbali ya kuchukuliwa. Kazi yetu sisi kama wanadamu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analitenda. Hivyo sisi kama wajumbe wakuu wa kamati ya usalama tulimshukuru Mwenyezi Mungu kwa amana ya Chiko ambayo alileta kwetu, tukafanya naye kazi. Lakini amana hii imetuletea alama kubwa sana, wamesema baadhi ya wenzangu. Moja ya alama ni hili ambalo tunaliona mbele yetu. Viongozi mbalimbali, viongozi wa dini, tarika mbalimbali ambazo zimekuja hapa, zinaonyesha namna gani amana hii haikuwa bora kwetu tu, lakini amana hii ilikuwa bora kwa familia, amana hii ilikuwa bora kwa maeneo yote ambayo wamefanya kazi. Hivyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa tunapenda kutoa pole sana kwa familia. Tunawapeni pole kubwa sana. Kwa niaba ya serikali tunapenda kutoa pole nyingi sana kwa kuondokewa na amana hii. Lakini amana hii imetupa ishara kubwa ya upendo, mshikamano, kujitoa bila kujali. Ndio maana wamekuja watu wa rika tofauti hapa. Wamekuja watu wakishuhudia mema. Kila mtu angepewa maiki hapa, angesema mema mengi. Umesema hapa mshereheshaji kwamba kama kila mmoja atasema mema ya Awadhi, tunaweza tusimalize siku hii ya leo. Ni mengi sana. Lakini sisi kama kamati ya usalama ya wilaya, tulipokuwa tunatafakari, tukasema mwenzetu aliondoka asubuhi, alikuwa akienda kazini. Na bahati njema asubuhi mimi na yeye saa 12 tumeongea na yeye, akiniambia hali ya usalama ya wilaya yake ya kipolisi kwamba ni njema na anaenda kazini. Na tukakubaliana saa 3 tuzungumze, kwa sababu kuna kazi, kuna uandikishaji unaendelea kwenye wilaya yetu na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia kulikuwa kuna ziara ya baadhi ya viongozi na ziara yetu. Tuliongea mambo mazuri, tukataniana, kwa sababu ni kaka amekuwa kitaniana na wajumbe wengi wa kamati ya usalama. Amekuwa ni mtani miongoni mwa vikao. Na kikao chake cha mwisho cha tarehe 11 alitaniana na wajumbe, na walimtania sana kwamba ni mzee wa Kariakoo, mzee wa Ilala. Lakini hata kitendo alichokuwa anakwenda kukifanya siku hiyo ni kitendo cha huruma. Alishuka kwenye gari yake kwenda kutoa kitendo cha huruma. Hivyo sisi kama kuu tulimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kitendo ambacho alitupatia. Na tulipokuwa tunasema, tukajadili kwamba yeye ni kama mwanaume mwingine alikuwa anaondoka kwenda kazini. Huwa tukiondoka nyumbani, huwa mama na watoto wanaamini baba ataleta sukari. Mama anaamini jioni baba ataleta futari. Mama anaamini Idi ikija baba atanunua nguo. Haya yote tulitafakari kwamba mwenzetu hakuagana na mkewe, hakuagana na watoto, kwamba anapokwenda
haya mahitaji ya kifamilia angeandika. Angekuwa anayajua angeandika. Angempa hata kadi ya benki, angempa hata fedha alizokuwa nazo, lakini hakumwachia, alikuwa anaenda kazini. Sisi kama kikao tukasema hapana, tutamshika mkono mke wake ambaye ndiye anajua hii mambo mengine alibaki. Tutampatia mke wake milioni 5 ili haya mambo ambayo mwenzetu alikuwa anayategemea kuyafanya kwenye familia hakuweza kuyafanya, ili wakati vikao vingine vya kifamilia vikiendelea, basi mama na familia waweze kuona namna gani hao watoto. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini wakati mwingine machozi yanatoka mengi sana, sio kwa sababu Awadhi ameondoka. Machozi yanatoka mengi sana kwa sababu mama na watoto wakiangalia wale watoto, ada inasubiri, kila kitu kinasubiri. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuruni nyote ambao mmejitokeza kuja hapa. Tunakushukuru sana.